Tunaenda sasa, si ndio? Karibu sana. Mambo vipi? Mungu ni mwema. Fresh kabisa. Sana. Mara ngapi kuja Shinyanga? Basi ni mara kwanza. Mara ya kwanza. Yes, kufikaga hapo. Ulipokuwa una picha ya Shinyanga na kile ambacho umeweza kukutana nacho, ilikuwaje? Tofauti. Unajua mimi kwa naamini labda huko takuwa kidogo ni shamba. Shamba, yani unaona ni shamba. Nikaona kuna ma studio kama hivi, magari nini na Kinyamwezi viwanda. Naona kuna watu, kuna maklabu makubwa, naona hata nyumba pia za kama Dar tu nimeona. Kama Dar. Tofauti tu hapa niko Shinyanga, lakini mazingira ni kama Dar tu. Okay. Lami kila kitu kiko sawa. Sawa. Meneja vipi? Bwana kama kama. Mambo vipi? Shwari. Sogea hapo ndugu yangu. Sogea kidogo, ivute mic kwa upande wako kidogo. Naam. Hapo uko sawa eh? Niko safi. Mambo vipi? Safi. Fresh. Kama kawa. Ndio meneja wake D-Voice, si ndio? Yeah. Unaonaje kufanya kazi na D-Voice? Sioni ugumu aina yote. Kwa sababu ni familia na tumeendana katika kazi. Tumeendana katika kazi. Yes. Okay. Kwa hiyo naamini kazi mkishaendana tu basi kuna wepesi ndani yake. Okay. Yeah. Sawa. Pengine tuambie sasa, Chi-Town tuko hapa na kitu gani ambacho kikubwa zaidi kimetuleta? Kikubwa zaidi ni D-Voice Tour, kwa sababu D-Voice toka alipotambulishwa na Wasafi katika ukanda huu wa kusini, ukanda huu wa kandaziwa huko, hatujaye kufika, ndo mara yetu ya kwanza. Kwa hiyo tuna mikoa kadhaa, kama mikoa 8 hivi. Tuna Shinyanga, tuna Nyamongo, tuna Mwanza, Musoma, Geita, Manyoni, Tabora, Singida. Na mikoa mingine ambayo iko mbeleni bado hatujaconfirm nao, lakini pia tuko njiani pia. Lakini tu ilianzia tu kanda ya Ziwa. Ni kanda ya Ziwa kote. Huko tunawapa watu wote burudani wa huku. Baada hapa tutakaa chini, tutaangalia pia upande gani zaidi tena tutakwenda pia leo. Okay, kwa ni D-Voice tu peke yake au kuna msanii mwingine pia ambaye mko naye? Kwa kwanza ni D-Voice tu peke yake kwa kwanza. Baadaye tutaangalia na wasanii wengine pia. Okay, sawa. Tour ndefu sana hiyo mzee. Umejipangaje mzee? Tour ndefu, mikoa mingi, pumzi ya kutosha na magoma? Mimi niko poa sana. Mimi niko poa kwenye kila kitu. Okay, sawa. sawa. Niko kwenye kupendeza, niko poa kwenye nyimbo, niko poa kwenye kwenye kila kitu ambacho natakiwa niwe poa, mimi niko poa. Uko poa kabisa. Yaani kwenye kila kitu ambacho natakiwa niwe nacho poa. Niko poa kwenye sauti, niko poa kwenye team, niko poa kidj, niko poa kwenye kuperform, niko poa kinyimbo, yani na ninaongea naye na hit kwa niko poa. Una hit? Sasa mchezo. Mimi nataka kufahamu kitu kimoja kabla ya D-Voice kupanda stage-ini. Vitu gani hasa ambavyo huwa anavizingatia kabla ya kupanda stage-ini, kwamba leo nikifika pale ili yule ambaye ametoka huko na kulipa kiingilio chake aweze kupata kile ambacho anakitarajia? First of all, kwanza ni kuomba kwa Mwenyezi Mungu. Unajua naenda kukutana na watu wengi, huwezi kujua kila mtu ana dhamira gani na wewe huwezi kujua nini kitatokea. Kona hakikisha kwanza naomba. Kama mimi Muislamu lazima niswali kwanza raka 2 tu za haja kumwomba Mwenyezi Mungu shida zangu. Bwana Mungu, napanda sehemu fulani, unijalie. Lakini second, nahakikisha timu yangu nzima iko fit, yani namaanisha DJ wangu niko naye sawa, tushaongea tushaelewana. Bodi wangu najua kabisa kifika pale majukumu yake, manager anajua ndio kufanya, yani timu yangu nzima iko fit. Cha tatu sasa najihakikisha mimi mwenyewe kwamba kutokana na audience ilivyo, nini nianze nacho, nini nikifuate, how ni perform kutokana na audience ilivyo, kwa sababu kuna sehemu unaweza kaandaa playlist afu kukuta audience hairuhusu kwa ile playlist kwa tukao uipindue. Kwa lazima nihakikishe hivyo kwanza vitu vitatu, afu cha mwisho kabisa nahakikisha mashabiki mpaka waseme tupumzishe. Iko ndio cha mwisho, yani nahakikisha wamesema tupumzishe tukalale. Kitu gani ambacho kilikuwa kikwazo labda isifanyike mapema na imekuja saizi? Labda vitu gani ambavyo mlivipitia hapo mpaka tour imekamilika na hiyo mikoa ambayo ametutajia hapa meneja? Okay, mimi kwanza tulikuwa tumepata idea toka mwaka jana. Mwaka jana ilikuwa ni idea ile ambayo tufanye tour ya view. Ilikuwa ni view vitupu. Okay. Vya mikoa yote. Tufanye tuandike view vyote tufanye. Lakini kilichokamilishwa kwanza tulikuwa tuna strong team, yani inamaanisha lazima tupate wasaidizi wa kazi. Sisi wawili tu wenyewe hatutoshei. Kwa hiyo tumehakikisha tumeanza hii D-Voice Tour kipindi ambacho tuna usimamizi. Let's say mimi ni msanii kutoka WCB, bosi wangu ni Diamond Platinum, ana fedha nyingi, lakini mimi kuwa tu msanii wake ni platform kwangu. Kwa kitu ambacho nilikuwa natamani nisitumie hela ya Diamond, nitumie platform ya mimi kwa msanii wake kuhakikisha majambo yangu yanaenda. Kwa kuhakikisha katika platform lazima nitafute sponsors ili mradi nisiguse mfuko wa tajiri, ndio tukapata kama Amanda Store, wauzaji wa simu na wakopeshaji, tukapata Smart Gin, wa kinywaji, tukapata pia Kiseke, Surrender Residence, au tukapata pia kwa kuhakikisha mimi tu binafsi bila kugusa mfuko wa mtu naweza kuendesha jambo langu. Kama hivyo naona timu yangu imefika yote, imelala, tumekula,
umeona tumekuja kwenye interview na tuna movement nyingine. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwanza timu na mimi binafsi tuna nguvu yetu binafsi. Sasa baadaye tunamwomba sasa mzee, bwana sisi tumekwama, tunahitaji labda Wasafi Media, labda tutahitaji 7 Media, tunahitaji labda banners, kwa vitu ambavyo ni vichache, lakini kuhakikisha mimi katika asilimia zangu kama msanii kila kitu nimekiweka sawa. Okay. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa kinafelisha. Kwa hiyo nimehakikisha sasa hivi na strong team, na manager Tosi, na manager Amini ambaye kashughulikia sponsors wote tuko nao, na manager yangu Chobi ambaye ndo arrange wa kila kitu, tufanye show wapi, tuingie wapi, tutokee wapi, na manager yangu la Mafugu ambaye ndo anasimamia waingiaji wote, mauzo, kila kitu, na photographer wangu yuko sawa, na body wangu yuko sawa, na unavyoona na timu hapa Wasafi Media. Kiufupi ninavyoongea nayo hivi hatuja kurupuka. Kwa hiyo ni swala ambalo tumekaa, tumerearrange, tumelichola paka unavyoona sasa hivi. Sasa tumeamua tunaanza rasmi. Okay. Hapa nafikiri Shinyanga ni mkoa ngapi sasa katika hiyo? Kwanza ndio tumeanza. Kwa bado hamjapata ile favor kabisa, lakini matarajio naona ni makubwa sana. Yes, mimi naamini watu wa Shinyanga tunajaza kwa sababu Shinyanga pia uzuri na watu wengi. Yaani kwa majibu hapa nimepata watu wengi tu Shinyanga. Uzuri shukuru Mwenyezi Mungu. Hata mapokezi, the way watu respond za cover nini, Instagram share tags zimekuwa ni nyingi. Kwa hiyo I believe that tunaua. Okay, poa. Umebeba bendera ya Singeli. Sure. Na unajiita mfalme, juzu rais, unasema president. Na unasema unagawa vyeo kwa vijana ambao katika game. Umeamua katika tour umepanga kuifanyia nini muziki wa Singeli katika mikoa ambao unaozunguka? Okay. First of all, playlist yangu ina Singeli nyingi sana. Ina Singeli nyingi. Lakini pia nimekuja kuongea na manager hapa kama kuna vijana ambao pia hapo mkoani wanafanya Singeli. Tuangalie namna gani hata kama tutofanya nao sisi nyimbo. Mimi na DJ Manyawa hapa mkali, mzee anapiga beat kuliko DJ yote nchini. Beat za Singeli au beat mkali kila kitu. Kwa hiyo tutaweza kama tukachonga beat, ideas kwa nikali tutafanya kama kutakuwa kuna studio za Singeli. Wamcheki tu manager atataja namba zake pia. Tutatimba studio. In short tu nipo katika kuangalia namna gani na push Singeli kwa sababu hata hivi ninavyokuepo mimi actually ni msanii wa Singeli. Hizi nyingine umenifunza nini backup tu, lakini Singeli ndio ngoma ambazo nitaziperform kwa muda mrefu. Kwa even tu nitaonesha kuna baadhi ya tour sehemu nyingine nitaperform Singeli zangu kwa live band. Singeli kwa live band. Kwa hiyo nitaonesha how hiyo inakuaje hiyo. Itaona sasa hiyo tutakutana nazo. Kwa hiyo tusubiri tu. Kwa yani kuna mambo mengi. Kwa hiyo nitaonesha namna gani Singeli inaweza ikatransfuse ambayo tukaperform katika live band, how tunaweza tukaifanya Singeli watu wakaipenda. Unajua kuna watu wapendi Singeli kabisa. Sure. Kwa hata Shinyanga kuna madoni, kuna maeneo watu ambao wapendi Singeli. Sasa nimekuja kuwashawishi kwamba bwana, na hakikisha mimi kazi yangu ni kuhakikisha kuna watu tunawaadi wasikilizaji na mashabiki wapya wa Singeli. Okay. Kwa hiyo ni miongoni mwa kazi zangu katika namna ya kupush Singeli, lakini pia nimekuja kuhakikisha kama rais ambao ni swala ambalo hakuna msanii yote wa Singeli kafanya. Okay. Kwa hiyo kizungumza unazungumza D-Voice ndio msanii wa kwanza wa Singeli duniani. Hapa sasa tunaenda kwenye swala duniani. Okay. Turudi Tanzania tunarudi duniani. Sawa. Fika. Tulikuwa tumesikia hapa kazi mbalimbali hapa. Hasa ile hapa umefanya pia na Zuchu na nini ile Singeli na vitu kama hivyo. Tukaa tunauzungumzia huu muziki. Tukakumbuka kwamba kipindi cha nyuma kulikuwa na mdundiko, kulikuwa na mnanda, kulikuwa na mduara. Nadhani hivyo vimechukuliwa hivyo na kuleta hii Singeli ambayo tunaiona hapa. Sasa kwa sisi hapo kama ulivyogusia kwamba huku kwingine kwenye umenifunza na nini ilikuwa ni kama kudania tu. Sasa sisi ambao ndo tunapenda na huko kwenye umenifunza na wewe tena ndo rais wa Singeli. Hizi pia utakuwa unaendelea kutupa ili na sisi usitukose. Uzuri mimi sijaanza kuimba Singeli leo. Yaani mimi natoka tu Diamond kaniona kupitia Singeli. Management iliona kwa sababu nilikuwa nafanya Singeli. Lakini nimekuja kufanya kwamba kuonesha kwamba wasanii wa Singeli pia tunaweza tukafanya na muziki mingine. Shelewa, wasanii wa Singeli pia tunaweza tukafanya na muziki mingine. Actually unaona sasa hivi tu Bongo Flava, msanii wa Singeli anaimba Bongo Flava, nimeona juzi Meja naye katoa Bongo Flava. Nani yule msanii wa China tu nani dogo? Nani? Kwa kumix inaleta hamsha kwamba wasanii wa Singeli pia tunaweza tukafanya kitu fulani. Actually mimi na talent mzee. Mimi naimba kokote unapotaka wewe. Naimba hadi za kizungu. Naimba Nigeria ambao sijaimba Kiswahili kabisa. Niliona kwa hiyo yani ukizungumza D-Voice yani nimeamua kufanya Singeli kwa sababu ni muziki ambao actually nikiimba na feel naona kabisa na enjoy. Yani nikifanya Singeli mimi na enjoy kwa sababu
ni mziki ambao hata nipangiwa wasanii 10 duniani. Yaani kiufupi Singeli hamna msanii yote nchini anaweza kuniambia chochote. Yaani Bongo Flava Hip Hop mdundiko ananiambia chochote kuhusu Singeli. Yaani mimi Singeli najua napiga hapa napiga na kule na kugaragaza. Watoto walikuwa wanapiga kilele katikati hapa nimetia Singeli 2 tu ya Jux na ya Zuchu chali. Ukiingia TikTok ukislide na kugaragaza mzee. Mimi sina gari. Kwa mimi nikitia nikisema rahisi na maanisha. Yaani natia masingeli hizi 2 na Singeli ya Jux naona Nigeria wanaruka tu. Singeli kama za nyimbo za kina Bana Boy tu. Kwa mimi nikitia Singeli zangu 2 tu na garagaza. Kwa muziki mwingine nafanya actually na playlist pia za hivyo zinatoka, lakini sitaki watu wasahau kwamba mimi ni msanii wa Singeli. Lakini pia lengo ni kupush uzuri. Bongo Flava imeshajidraft. Kuna wasanii wakubwa wengi, kuna wakina Diamond, wakina Mbosso, wakina Harmonize, wakina Alikiba, wakina Nando, wakina Zuchu. Wasanii wa Bongo Flava wakubwa ni wengi ambao still hata wakitoka nje ya Tanzania wanajulikana. Ila Singeli bado haijadraftiwa, yani haijakaa katika mpangilio. Mtu tunaweza kaingia TikTok akaimba sijui na nini watu wanamjua, badala hapo wanampotezea. Kwa lazima sasa tuhakikishe Singeli na hapa Valo. Ukizungumza hapa Divoice ndio msanii wa Singeli na kula jeti tu. Nakula jeti tu. Kama sina akili nzuri. Na hapa tumekuja na jeti hapa. Na hapa enda London mzee na perform. Unapozungumza. Anyways, Divoice unaonekana una confidence sana, na hivi juzi kati hapa. Kuna watu walikuwa wanasema kama mbona Divoice anabeba kama attitude za Diamond. Yaani kuna namna the way unajisikia unavyo sound ukiwa unaongea. Watu wanashinda kuelewa kitu kimoja. Kuna mtu akamwambia dogo unatamba sana. Yaani kama zile una zile. Sasa kwa nini zitambe maisha ambayo unayapambania? Wewe unataka nitambie nini? Maana unatakiwa mtu nimuulize. Maana ninachokitambia nakipambania, silali na kikeshia studio. Wewe unataka nitambie nini? Okay. Kwa kuna watu kabisa ukimwangalia wewe unavurugwa. Wengine ukimkamata shabiki kama live unamtia makofi. Kwa sababu mimi ninachokitambia, unaona kama ninachokizungumza. Nazungumzia muziki wangu ambao paka kufika hapa nimeingia studio, nimetafuta producer, nimeforce wakina Diamond wakanijua, nimetoa mawe, nimepush, nimeingia ma TikTok, nimejizalilisha, yani nimefanya vitu kibao. Alafu baadaye anambia kidogo unatamba, wewe unataka nitambie nini? Unajua mtu amekuuliza unataka nitambie nini? Kwa mimi na sio attitude, ni katika namna mimi kujivunia ambacho nakifanya. Yani mimi naangalia kabisa ukuaji wangu na yani na be proud mimi mwenyewe. Kuna watu sasa wanataka ujianda confidence uongo, yani uone kama eti asanteni asante wanakusupport, lakini lazima ujivunie kwa sababu paka wanakusupport uliacha kazi zako ukaamua kwamba kuonesha bwana mimi na kitu fulani, ukakipambania, ukapushi, ukafanya ma challenge, ukaenda kwenye ma interview, ukapoteza muda, haukulala, ukaenda kwenye mashow, wao wakasikia. Kwa actually mimi binafsi tuacha kujivunia au kujitambia au kuonesha attitude kwenye kitu ambacho mimi nakipambania always. Kwa sababu natumia energy yangu, natumia nguvu yangu, natumia langu, natumia akili zangu. Imagine nimetoka Dar es Salaam mpaka Shinyanga, nimekuja na timu tupo more than watu 20. Nimetumia akili kuhakikisha watu 20 tunakuja salama, wanafika salama, wanalala salama, watakula, watu watavaa, tutaperform. Kwa hiyo yote nimetumia akili. Ambapo kutumia akili wa mtu alocomment hivyo hakuwepo. Kakaa baadaye huko kashiba zake ugali na malage sio ugali na mlenda analopoka. Tukao mkamata mtie makofi 3 ngumi 3 chali anarara. Kuhusiana na muziki wa Singeli ambao sasa hivi tunaona umeamsha sana. Na wasanii wakubwa pia tunaona wanakuja huko wanaingia hata kama wanafanya walikuwa na style yao, lakini wanahakikisha mpaka Singeli pia labda ime nini. Na kama ulivyosema kwamba hata Nigeria tunaona jinsi ambavyo watu wameluka sana kuhusiana na Singeli. Tumekuwa na kutafuta sana Tanzania tuwe na utambulisho wetu sisi kama wa Tanzania kwenye labda mavazi, lakini kwenye muziki wetu tutoke kule kwenye muziki ambao tumekuwa tukiingia. Mapiano imetoka, tunajua South Africa tumeivamia, sijui tumeanzia kusample Nigeria na vitu kama hivyo. Unadhani kwamba kwa jinsi ambavyo sasa hivi Singeli inaamsha na imeanza kukubalika hata wale ambao walikuwa hawaikubali, ifike muda sasa Singeli ndio uwe utambulisho wetu kama ndo muziki wa Tanzania, ikisikika anajua kabisa huyu anatoka Tanzania? Okay, let me explain kwa ufupi. Singeli ni muziki ambao una impact. Nimeanga sema Singeli haijadraftiwa. Leo unavyozungumza wasanii wa Bongo Flava ambao wamefanya na Singeli, wasanii wakubwa wakizungumza ni Divoice ndio akawafanyisha. Okay. Yaani ukimaanisha mimi si nafanyisha Diamond Singeli kwanza kuimba nipi? Si ni mimi na yeye. Okay. Kama wengine. Si ndio nimefanya naye mimi Diamond ya kwanza. Akatoa nitafanyaje? Si nitafanyaje? Kipindi ambacho msanii wake. Kipindi ambacho nishafanya. Singeli kwanza ya Jux ni ipi? Singeli ambayo inapigwa Nigeria ni ipi? Hii ya Jux ambayo uko naye. Sio unaelewa? Kwa hiyo muziki wote watu wanaweza kaupenda. Unamshawishije mtu kumcontrol vipi mtu akaingia kufanya au mtu akausikiliza?
Ndio maana ngasema singeli inakosa washawishi. Kwa watoto wadogo nikiwaambia mimi rais wao wanapiga tantalila. Lakini ukiangalia Diamond kazunguka na wasanii wa singeli kabla ya kunisign, lakini hakuwahi kufanya singeli. Alikuwa anafanya ma festival tosi shahidi. Hakuna siku ambayo Diamond kafanya singeli. Na sijaje kusikia singeli ya Diamond before. Lakini nimefanya naye singeli, akashawishika, akafanya ya kwake peke yake. Zuchu nimefanya singeli 2 mzee. Juzi kafanya singeli na dogo nani Pateni. Actually nimesimamia vesi yake, tumesimamia michezesho yake kumshawishi. Mimi niko Nigeria kina kwa anipigia simu hapa kaka atakuwa anafanya hiki na hiki. Kuna singeli kina Queen Darlene ziko ndani, kuna wengine Mario juzi katoa singeli yake nini nacheka kwa dharau. Nilimtumia mimi beat. Nafikiri katoa leo. Nimemtumia mimi beat niko gym, nikamwambia ile beat ukipita badi unaua. Beat la producer wangu. Kwa sasa muziki wote wanaanza kufanya, unamshawishi vipi mtu, unamcontrol vipi mtu akaufanya huo muziki? Huo muziki akauvalue. Leo tunapozungumza singeli inapigwa sio Nigeria, ni singeli ambayo ya Divoice na Jux, ambayo Jux alikuwa na power ila alikuwa haamini kwenye hiko kitu. Kwa kumuaminisha sasa kwamba tumefanya singeli, umeona mapokezi. Unaweza kuzungumza katika album ya Jux ukiachana God Design, singeli yake imefanya vizuri sana. Sana mapokezi, kinumbers, kila kitu. Ni singeli ambayo inafanya vizuri katika album yake, ni wimbo wake ambao unafanya vizuri. Kwa kumwaminisha kwamba katika album kuna nyimbo nyingi lakini singeli ni wimbo wako wa pili ambao unafanya vizuri mzee. Kwa kwanza kumcontrol, kuhakikisha kati ya vocal, Jux akamwambia mimi nitaweza kweli, nikamwambia mzee utaweza. Mimi mtu wa R&B nikamwambia utaweza. Kuhakikisha mtu anampa kitu ambacho akijisikia mwenyewe anakipenda. Ukichanga design nyimbo ya pili ya Jux akaja kuitizi ilikuwa ni X18 ambayo ukiangalia ni clip yake ambayo post ina comment nyingi sana. Ukiachana mambo yake ando clip yake ya wimbo na comment nyingi. Actually watu wamekuwa so excited kusikia sound tofauti. Kwa hiyo nilikaa chini ka create producer apige sound ya hivi. Hii ndio sound yetu, changanya hiki na hiki, weka hiki na hiki, mtu akijisikia mtu ataona kitu fulani cha tofauti. Kwa hiyo hii imeleta impact. Tunaona wenzetu wa nje. Leo nilikuwa nimetoka post clip hapa kina Chioma wamekaa wanazindua duka lao limepigwa sana singeli. Okay. Kwa hiyo ni namna kumshawishi mtu. Mtu kama Zuchu unampata unamshawishi na topic hili likipigwa wanawake wote watalipenda. Mtu kama Diamond unajua tukilipiga hili taua. Diamond wakanae chini unakaa chini unawaza unamtungia ale mwana namba zao zinaitwa, anamwambia hii ukipiga hii. Mzee alikataa kabisa akasema kwa heshima yangu siwezi kuimba vitu vya kiuni. Nikamwambia ila iko ni kitu ambacho katika jamii ni kipo. Yaani kwenye singeli sisi ndio makundi yetu. Okay. Paka unaona mtu kaingia studio katema ile wao nina namba zao. Mtu kama Diamond anaheshima kiserikali, anaheshima sisi tunamheshimu kama bosi superstar na hela na familia, mkiwe tajiri hadi mdogo wake superstar sana. Okay, tubaki kwenye swali. Tubaki kwenye swali. Amekuuliza hapa kwamba sasa tuipe singeli kama ndio mwakilishi ama utambulishi wa muziki wa Tanzania. Mimi nahisi ni sawa kwa sababu sisi tulikuwa tunahitaji watu wafanye ili mradi uonekane. Still wale watu walivyofanya wanaona impact. Na hisi tena inaleta motisha kwa wasanii wengine. Sisi wasanii wa singeli tu binafsi hatusingeweza kwa sababu kutokana na power zetu. Sisi imagine mimi ukizungumzia Divoice kwenye singeli ni msanii mkubwa sana. Lakini ukija overall wasanii wote nchini kuna kusuasua kwa katika kuwa msanii mkubwa. Sasa tunahitaji wale wasanii ambao hatusuisui nao, hatuna mashaka nao. Japokuwa sasa hivi kupanga top 10 sio rahisi ujue. Panga top 10 ujue ukiangalia kwenye namba Divoice umkosi top 10. Kwa hiyo kupanga top 10 imekuwa sio rahisi tena mzee. Top 10 unamaanisha kwenye chati za radio unataka. Vyote unavyotaka wewe nchi nzima kiiti kinamba kifanyaje kuhesabiana show kufanyaje kupanga top 10 sio rahisi tena. Unapozungumza Divoice mzee. Top 10 ya YouTube nimekaa kubwa nipo namba 10 nipo. Sijui nini nipo. Ngumza hiti maisha nipiga kitefu na Mbosso hamna mtu yote alopiga hiti kama ile. Kwa hiyo ukizungumza sasa hivi kupanga top 10 sio imekuwa sio issue rahisi tena. Kwa hiyo tunahitaji wasanii wa push my brothers. Imagine mimi natamani nione siku moja anafanya singeli na Alikiba. Singeli na Alikiba. Natamani kuona Alikiba anafanya singeli. Natamani kuona Harmonize anafanya singeli ili mradi ilete motisha watu waone kwa sababu wale wana wafuasi wengi wa ndani ya nchi na nje ya nchi. Imagine mimi naweza nikajivunia East Africa. Mimi sasa hivi naweza nikajivunia East Africa. Fashion Burundi nimejaza. Fashion Kenya nimejaza kichefu navutwa hadi shati kabidi paka nguo niache mashabiki. Kwa hiyo East Africa uniambi kitu. Lakini sasa tunahitaji wale watu ambao wana wafuasi wengi zaidi ili mradi wa push watu wengine waone. Kama hivyo kina Jux wana wafuasi wengi Nigeria, tumeona impact ya Jux kushirikishwa katika singeli. Tumeona wa Nigeria wengi wameaccept mama yake mkewe, watu wanaimba siku ya harusi yake pale. Wengine wamemeza kitu cha Kiswahili wakina Jigi. Kwa hiyo tunahitaji wengine kwa sababu kuna mwingine anakuwa na wafuasi wengi Nigeria, wanakuta Harmonize ana wafuasi wengi labda UK. Ukifanya naye wafuasi wake wa UK wanaona. Fanya nyimbo na Diamond hapa na wafuasi dunia nzima. Kwa tafsiri yake wafuasi wa dunia nzima wanaona. Fanya nyimbo la mtu kama Rayvanny singeli akifanya same wanaona. Kwa hiyo tunaweza tukaifanya identity kama tukiamua wasanii wa singeli kushirikiana na watu ambao wana power zaidi yetu. Tukileta mambo kwamba
sisi sijui king, mimi sijui malkia, mimi sijui nani. Bwana unakula nguvu tatu chali, unarara na kupita, unaona kupita mafanikio kufanya chochote na wacha kunifanya. Kumekuwa na notions kwa wasanii wengi wa Singeli. Kubeba ile dhana ya kusema kwamba wasanii wengi wanaofanya muziki wa Singeli wana uhuni sana, hata mionekano yao, hata waandaji wa matamasha mengi mara nyingi walikuwa wanawapa ni kama watu wanaomaliza shows. Sijui unanielewa? Ukienda kwenye matamasha mengi sana, yani msanii wa Singeli mara nyingi walikuwa wanawekwa kwenye list ya wasanii ambao wanamaliza show, kwa sababu wanaamini kwamba wale watu ambao wanakuwa wamebaki pale kama ni watu ambao wanaendana nao, yani kama wauni fulani, yani wale watu wengine wastaarabu wote wameondoka. Pengine nini kifanyike kwa ajili ya kuondoa notions ili kuja kurasmisha huu muziki, ili hiyo dhana isiwepo? Na hata juzi nafikiri wiki iliyopita, kama wiki mbili zimepita, waziri wa sanaa, tamaduni na michezo, Mheshimiwa Paramagamba Kabudi alitoa shout out kwa Dogo Pattern kwa ajili ya muziki, lakini kuna kitu pia alizungumza kuhusiana na the way ambavyo wasanii wa Singeli wanatakiwa waonekane katika jamii, kwa sababu watu wengi wakisikia Singeli taswira kichwani inakuja kwamba ni muziki fulani wa wahuni. Nini kiondoke hapo, ili hata tukisema kwamba tunajivunia aina hii ya muziki, basi tunakuwa tunamaanisha kwamba hii muziki tunaweza tukaiuza duniani huko pasipokuwa na hizo vitu ambavyo nimevizungumza hapa. Mimi si ni dhana tu kwa sababu mimi unavyozungumza na mimi hapa, kuna wasanii wa Bongo Flava wanzidi kwa handsome. Hawanzidi kwa handsome, hawanzidi kimuonekano, hawanzidi kwa kuvaa kupendeza, hawanzidi kwa kujiheshimu, hawanzidi kwa kujibrandi, hawanzidi kwa ulinzi, hawanzidi kifedha, hawanzidi kivyovyote. Na naimba Singeli. Na unavyozungumza mimi kutaja top 5 ya wasanii ambao wanavaa suti wanapendeza nchini, unaweza kumkosa D-Voice. Kwa top 3 sijui na kana bangapi, ila sikai namba 3. Utachagua wewe katika top 3. Kwa mimi naona kati ya moja au mbili. Kuzungumza wasanii ambao wanavaa suti, D-Voice anavaa heshima. Unapozungumza kuna wasanii wanzidi mimi sivuti bangi, sivuti shisha, ninachovuta mimi hewa tu. So unavuta hewa tu. Kwa hiyo kuna watu wamekaa na dhana yao kama watu wasanii wa Singeli wauni. Kuna wasanii wa Singeli mzee unavogusa ukimguza Dogo Elisha, msanii fani Mnyamwezi ana matatu ana manini. Kuna wasanii wa Bongo Flava wavuta bangi mpaka kukutana usai bwana wanazalilika huko. Mimi leo hii naona wasanii wa Singeli thamani zetu zimepanda kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo nahisi ni dhamira watu. Mfano Dula Makabila wanazungumza. Dula Makabila mimi sijawahi kumwona avuta bangi. Avuta shisha, ana muonekano smart, mzuri. Kwa hiyo ni dhamira labda kwa sababu ya wapokeaji. Sasa wapokeaji hatukani vipi kutokana na show tunazoenda? Si labda kusema show uwanjani, wanaokuja wengi ni watu ambao wenye asili ya Uswahili. Unavyoandaa show yako. Kila mtu anakuwa na akili zake, kila mtu kanya kinywaji chake, kila mtu ana vibe lake. Actually Singeli ni mziki ambao una vibe nchini kuliko mziki wowote. Na Singeli sio mziki tu wa kuimba kwenye show, ni mziki wa kuamrisha. Kwamba nenda huko. Vibe ya Singeli nipo kwenye kuamrisha. Kwa sababu mimi sasa hivi siwezi kwa Singeli ngaanza kubana pua. Mimi siwezi kufanya mambo. Wauni tunaluka wapi? Tunaluka jo. Na kupeleka huku, tunaenda kushoto, tunaenda kushoto. Singeli imekaa kwenye kuamrisha. Leo hii tunadharau Singeli, ukiangalia leo hii wakina Rema wanafanya transfusions za Singeli, wanapiga mauzee bali masingeli. The way wanavyoziperform, wanaambia watu wazungushe madareki, watu waluke. Kwa sababu tumekazana na nidhamu kwamba Singeli ni uni. Wenzetu wanachukua muziki yetu wanafanya vitu vingine. Shelewa. Lakini mimi naona tu Singeli iko smart kwa sababu kuna wasanii wa Singeli ni wapo smart. Na mimi kuna wasanii wa Bongo Flava wamzidi hela Dula Makabila. Hawanzidi hela mimi. Hawazidi hela kina Meja Punta, hawazidi kwa smart, hawazidi kwa maisha, hawazidi kwa vyote. Leo wasanii wa Singeli wanaisha vitu vingi, maisha kushona tu, kuvaa tu nywele kubwa nini, kuvaa kistyle, na wengine mara sio wanavaa matikiti, mara wengine sio wanavaa maua, yani wale watoto wanaelekea kupagawa. Kwa hiyo ni msanii wa Singeli na ndo kaanzisha. Kwa hiyo ukisema Singeli sio ni muziki wa kiuni, inabidi unao kama tu upige makofi matatu chini urare. Unakuwa una adabu. Kuna mtu nyuma yako ambaye anakusimamia ama wewe kuvunja ni utaratibu wako hata kabla Tanzania na dunia haijakufahamu? Okay, mimi napenda kuonekana different kwenye aina yote. Hata hapa unaona kuna mtu mwingine kavaa kofia, alivovaa brother alivovaa, mimi vitu tofauti. Kuna wengine kwenye kamera wanaona anavaa kofia. Lakini mimi nilivovaa nimeweka tofauti. Umelivaa? Mimi tu hata mimi nilivoweka. Kinyamwezi sana. Kama nimeka pembeni tu, yani vitu fani vinakuepo tu. Yani vinakuepo tu kinyamwezi mzee. Kwa hiyo vikiwepo vinakuwa vinaleta utofauti. Okay. Je, vinakuwa vinaleta utofauti. Sasa utofauti kwenye kuwasilisha jambo lako la utofauti, kila mtu analipokea katika namna yake. Kuna wengine wanatupokea kama uchizi, wengine wanakupokea kama unavurugwa, wengine wanaona umependeza. Lakini mimi nilinote kwa sababu mimi kuna sehemu na nalenga. Mimi na sehemu ninayolenga na kabisa kuna siku fulani nitaitwa sehemu fulani.
kutokana na miondoko. Leo inaweza nikavaa tukaona kama chizi kwa sababu nimeapia sema ambazo hazikuapia sisi kwa nchi yetu, atakiwa nivae hivyo ili mradi watu waone. Wenzetu wanavaa watu kwenye fashion shows uko Paris, lakini sasa sisi hatuna. Kwa hiyo tusoka sababu hatuna watu tusivae, watu tunavaa. Actually pia nikaja kupiga takwimu, ninashonesha nguo ni hela yangu. Ninaevaa ni mimi. Ninaonekana mimi wewe nakuuma nini leo? Kwa kuna mtu akikaa chini akuelekea tu kabisa wewe. Kaa pembeni. Lakini mimi nimekuja kuona tu swala mimi kuvaa fashion swala tofauti. Sio ambalo lina impact na mimi. Actually hata ukiangalia picha zangu ambazo navaa zenye fashion zina numbers nyingi, zimetumika sehemu nyingi, zimetrendi. Kwa hiyo mimi naona ni kitu ambacho kinanipa impact. Lakini kwa sababu wabongo kuna sehemu hatujafikia na kuna vitu hatuna, tunaona ni vitu vigeni. Lakini leo hii ukizungumza wakina Rihanna, wakina Asap, wakina Playboy Carti, ndio watu ambao watu wanawaiga. Na kwenye hizo sema ambazo tunawaona tunawasifia wamependeza, wanakuwa hawajavaa chochote cha maana, wamevaa fashion. Fashion sio kupendeza. Bro, umevaa kiutanashati, umevaa t-shirt yako, jeans labda safi, wewe umevaa tu kiutanashati umeamua kupendeza. Lakini sasa fashion sio issue ya kupendeza, fashion ni issue ya utofauti. Kavaa nini, katokelezeaje? Kipi cha utofauti? Kipi kinakufanya wewe watu waache kazi zao wa kushoot? Mimi nimeingia liu pale Trace ile Zanzibar. Mimi naweza kusema ndo msanii wa singeli liu yangu place yangu pale nilipopita pale katika red carpet, hamna msanii yote red carpet yake ilitrend kuzidi yangu yoyote walokuepo kule. Kwa watu wameona ni vazi la kitofauti, kavaaje, likopa nini na nini. Ni kitu ambacho kimeenda tofauti. Nimevaa suti yangu Nigeria kwenye harusi ya Jux, watu wengi wanaomba picha zimepostiwa, media nyingi zimeniposti utofauti, suti nimekweli suti lakini imechanwa. Sasa kuna mtu anaweza kaona dogo anapagawa, lakini mimi naona impact ya kile ninachokifanya. Hivi ninavyozungumza naye na sponsors mwezi wa 12 pata agents wataka niende Paris. Kwa hiyo kaa pembeni unapiga tantalila, wakula vitumbua, wanachoma vitumbua, chukua ile masizi ya vitumbua nikupake nayo usoni kwa sababu hauna adabu. Kile kitu tunachokifanya mimi ninavyotoka na kuwa na akili zangu timamu. Na kuwa nimeandaa nguo, nimeshonesha, najua kabisa hii naenda kutoka kwenye harusi ya Jux. Nimevaa suti ya kawaida lakini lazima niongeze kitu, nimetia koti la manyoya, nimeweka nywele fans za kuvilinga na mti fulani mbovu. Kwa hiyo kaa pembeni mimi najua kabisa nimetokelezea tofauti. Kuna watu kina zombie wametia manywele fulani. Mtu kaika foil kavaa koti lina manyoya manino au sasa kuna utofauti ambao sasa ndio unahitajika ili nchi yetu imove, kwa sababu leo hii kuna sekta katika nchi yetu hazijapewa kipaumbele. Actually sekta ya models haina kipaumbele nchini. Ina wa limit kwa sababu hakuna wa kuwatetea, hakuna wa kuwaonyesha. Wasanii wetu wengi ni washamba, mtu kavaa koti la kijani, kofia ya blue, vitu vingi kavaa, unakuwa ni ushamba wakati style ni kuvaa tofauti. Kwa sasa ambao sisi tumepata bahati, tuna miili ya hivyo, tunafanya hivyo, tunaelewa, tunawatetea wenzetu kwamba kuna wenzetu wanaona hata wao. Mmoja juzi kati hapa Beauty Barbara alipiga kama avatar, sijui alienda sehemu gani, kuna dem fan hivi ni model alipiga kama avatar. Kuna wengine sasa hivi wanavaa matikiti, wengine sijui ni nini. Yaani wamepata mtetezi, watu wanashtuka kwamba fashion sio swala tena la uzuri. Fashion ni swala la kutokelezea kitofauti. Inawezekana usipendeze lakini ukaonekana kitofauti. Kwa hiyo unavaa fashion wewe tegemea kwanza utatukanwa nchi nzima, utaonekana umevurugwa. Juzi Country Boy katia pensi safi kabisa, akapendeza, akatokelezea kitofauti kwenye harusi ya Jux. Lakini naamini ni miongoni mwa wasanii ambao wametukanwa sana. Comments zikawa mbaya sana. Mbaya. Wakati mtu kavaa zake ni fashion, katokelezea zake kitofauti. Kuna mtu anasema Country Boy hajapendeza kumzidi Baba Levo. Yaani Baba Levo kaonekana kapendeza kumzidi kwa sababu kavaa suti. Suti yake shati jeupe, mtu atakiwa vile vile kiutana shati, unavurugwa. Tutakuja umemalizana na meneja sana issue yetu ambayo tunayo kubwa ambayo inafanyika hapa Shinyanga. Lakini nataka niulize kitu hapo kwa D. Kwa Tanzania hatujamaliza bado kushirikisha hawa wasanii ambao tunajua wana namba kubwa. Diamond tushamalizana, Zuchu, Juxi, bado ndo kama ulivyosema Alikiba na Harmonize na watu wengine. Tunamuimbisha nani singeli anayetoka nje ya mipaka ya Tanzania? Sema kwanza mpaka sasa hivi na singeli zangu 3 biti zake zimetengenezwa Nigeria. Na biti ya Nif Keys. Nani? Nif Keys. Na biti ya London. Mpaka sasa hivi na biti ya nani mwingine producer wa Shodei, sio anaitwa nani kwa dogo anaitwa Shodei. Ni mwanangu wa kule. Actually pia nishatengeneza singeli za Kiingereza zimetumwa kule, kwa kuna watu watatia verse. Umewaplan watu gani au ni surprise? Surprise tu, mimi nimefanya singeli, nimtumia simu yangu hapa ningekuonesha, sema tu aone. Nafanya kazi, producer amtumia Nif Keys kanitumia biti lake la singeli, nimetia vocal zangu, nimemtumia verse na chorus. Kwa hiyo kachagua kwa kanaambia kuna msanii atatia verse. Kwa naongea na Trigger mwanangu ajua kina Eddie Kenzo. Juzi ngwa naongea na Nskana, ongea na Khaligraph. Kwa actually watu wengi sana wataimba singeli. Okay. Hivi karibuni bwana disipokuuliza hili nalo kumekuwa na
kuna wadogo wawili wamekuja kwenye hii game ya muziki wa Singeli na mmoja umemtaja hapo na umetufungulia kodi kwamba ulishiriki katika uandishi wa ngoma ambayo ameshiriki pia na Zuchu Dogo Pattern na huko alikuja kitu kama alikuja kufanya show. Imekuwa ni kama wasanii ambao wametoka pap yani ile tu imetokea pap mmoja akachagua upande wa kwenda huku, mmoja akachagua upande wa kwenda huku. Na kumekuwa na maneno mengi sana. Kuna mmoja alionekana kama anadhalilishwa hivi au kama apewi support na Watanzania wakawa wanamuonea huruma yule dogo mwingine alioenda sehemu nyingine. Pengine wewe katika utokaji wa wasanii wa Singeli ili kusipokuwa na kusiwe na hizi mambo za misunderstanding na watu wasichague upande kwa nia mbaya. Mtu anaweza akachagua upande kwa sababu ya kumuonea mtu huruma. Kipaji kifanye kazi. Una ushauri gani kwa vijana kama hawa kwa situation ambayo ilitokea? Na pengine labda una story yote kuhusu wao kilichotokea before? Mimi kwa bahati nzuri au kwa bahati mbaya mimi kama nilivyosema mimi ni rais wao, kwa kwanza kunifikia tu mimi kunipa story zako. Rais unayo hiyo. Atakiwa niache shughuli zangu zote za nchi, majukumu yangu ya kifamilia, muziki yangu nikae sasa chini nisikize story yako. Kwa binafsi sikupata huo muda wa kuacha shughuli zangu kusikiza ile story. Ila nilisikia zile story kwa juu. Sitaki kuingilia kwa sababu naamini ukamilifu wa kwetu sisi kuitwa binadamu ni kukoseana. Ndio tofauti yetu sisi na viumbe vingine. Mungu tunamtukuza kwa sababu hakosei, lakini pia kaumbe kila kitu. Kwa tafsiri sisi tukiwa tukoseani, sisi tutakuwa labda ni miungu pia. Kwa mimi naamini kwa sababu sisi ni wanadamu lazima tukoseane. Lakini tunapokoseana ni vyema kuwekana sawa. Shada. Kwa mimi naamini tuko madogo. Mimi naamini sana kwenye hatua. Ili mradi leo hii tunavozungumza utasema Divoice alitokea Temeke, aliimba Singeli, akatoa nyimbo na Meja Kunta. Yani kuna hatua ambazo tutazizungumza hata unapotaka kutengeneza documentary ya Divoice. Kuna siku kwa siamini kwamba kwenye libuba, lakini pia inatokeaga. Kuna wasanii wametoka tu buba hata kama wana historia zao, lakini sasa kimuziki mimi nilianza nikatoa wimbo na Meja Kunta, hata kausikiliza nikasikizwa, lakini nikasijulikana, nikatoa kuachana shingapi, nikafanya remix, nikafanya mpaka sasa hivi kuna actually wanasema kwa sehemu kubwa watu wananijua. Kwa kuwashauri vijana wa Tanzania wana mtindo na kusupport, baadaye amekaa sasa kwamba vibe imetuisha, mtu kusikia sasa vizuri kwa naimba nini hapo kwenye ulikuwa unaimba nini hapo. Hapo ndio shida inaanza. Ndio tatakuta wale ma TikTok walikuwa mjishuti nyimbo yako bure watataka uwalipe. Iji ambaye unapiga nyimbo yako bure watataka umlipe. Sijui TV atakuwa uombe. Media zikikuhitaji tatajika uende bure. Hapo sasa kwenye tukusikiza sasa ulikuwa unaimba nini. Sasa mara kwanza itakuwa ni shifani ya vibe. Kuna mwingine ajui hata mkasa wewe mwana tukanwa, wewe nani Sergeant alikuwa tukanwa community F4 zote matusi. Kuna mwingine anamwambia tena mwandikie kabisa nimeacha shughuli zangu serikalini zote mradi nikushambulie. Usielewa? Kuna mwingine ajui hata kisa, ajui hata kilipoanzia, hata kusikiliza na nini, kwa sababu ana vibe na nchi nzima imekaa kama tumsupportini huyu. Kijiji chote kinahamia huku. Lakini mimi naamini wale madogo wana talent. Na mimi na Pateni nimekutana naye studio. Actually simu yangu iko wapi? Manyao. Na nilikuwa na chat naye hapa muda so mwingi. Nani kama unaweza kusoma hizo message. Aitwa nani rudi dogo mwingine? Huyo Sergeant. Dogo Sergeant nilichat naye hapa. Alikuwa kanitafuta tu za bro, ukiangalia tu hapa message yangu kiingia tu unakutana naye kwa chat naye. Kaambia unafanya vizuri, mimi ni shabiki yako, lakini pia ukipata nafasi ya kama una wimbo mkali utanitumia, tutafanya, nitakubless verse. Kwa hiyo wanatakiwa tu wajipambanie actually, lakini kinachokufanya hudumu katika game ni heshima. Leo mimi nimekuja huku lakini kuna watu ambao wa huku wametupokea. Kwa hiyo game, msingi mkuu katika game ni watu ndo wana vitu, watu wana madili. Unaweza kaiti ukashangaa upate show. Sababu watu ndo wana show, watu wana show mikono. Yaani kuna watu wao kazi yao ni kuwa na show tu mikononi. Kielewa, kwa watu heshima watu, wafanye kazi kwa bidii, wapige mawe ndo wanaanza. Hamna kitu kinachanganya sana mzee kama usta. Maisha ya maarufu yanachanganya sana. Kama una moyo kukaa ndani ukalia. Mimi nilikuwa napiga hesabu ngoma zamani, nilikuwa nikiwa zangu Temeke, pia kimeo changu cha 200,000, maisha yangu yanaenda slow. Yaani anaenda mimi ni tajiri kwa sababu pale Temeke, kwa nikiingia zangu pale Ngekewa, nikipiga zangu pale na kichafua pale, nimekula nimeshiba, nafanya garagaza 15,000. Umemaliza. Nimegaragaza. Unajiona na hela? Na hela show zangu nimejekea nguo zangu pea 4. Hizo nitakuwa nazivaa kwenye show, kwenye kila show nitakuwa tu show hii na vango hii, show hii na vango hii, na nguo zangu pea 4 tu zikaanza kwenye show. Na hakuna alikuwa ananisimanga wala ananijua. Nilikuwa nakula zangu maboda boda, naenda zangu kwenye vimeo vyangu Morogoro, Tanga, amna na discuss. Lakini sasa hivi imekuwa ni tofauti. Budget ukitoka kwenye show unatakiwa labda utumie kujiandaa ni muda mrefu. Hapo umejiandaa muda mrefu, umetumia gharama nyingi.
umetumia pia umetukanwa, umetumia yani vitu vingi kutokana inaitwa ile kusema kutetea nafasi yako sasa ile mali sasa ku maintain status at kuonekana umeenda sehemu na kiatu kipya au una kiwani, hivyo vyote vinahitaji fedha mzee. Sasa mara kwanza watu watatoka atakusupport kwa vibe. Kuna mtu hajui mkasa chochote anaitikia tu ukimuuliza nyimbo inaelezea nini hajui chochote. Sasa baadaye watu watataka samba dogo tukusikilize. Sasa sisi wenyewe kutoka huko kuna mtu Diamond kaenda kukutambulisha tu dogo hamna shughuli. Wewe nyuma ukiangalia alikukomenta dogo Mungu akujalie ufike mbali usainiwe kwenye lebo kubwa. Baadaye kusainiwa anatukana anakuambia una shughuli. Kwa mwingine comment kabisa tusila mama yako wewe na bosi wako. Yote mmeliwa. Kuna kutani ni masuala fani ambayo yanahitaji moyo. Kuna kipindi nilikuwa namuonea huruma sana dogo Sergeant kwa sababu alikuwa anaona kwa umri wake. Actually niseme congratulations sana kwa maniga Chino kafanya kazi kubwa sana. Sababu dogo kabisa alikuwa anaelekea kwenye kukata tamaa. Sababu matusi alikuwa anakula ni mengi, kila anachokiposti watu wanakikataa, wanamtukana, lakini sasa hivi dogo kapost show yake watu wanamuitikia. Inahitaji moyo sana kwa sababu unawaimbia kitu ambacho mtu hajakwambia niimbie nini. Alafu unawaimbia watu zaidi ya 10,000. Mfano kama sisi ukitoa nyimbo ina milioni 13, tafsiri yake amesikilizwa ametazama watu milioni 13. Kuna mwingine anapendwa, kuna mwingine hapendwi, kuna mwingine apendi mapenzi, kuna mwingine anapenda bange. Kwa hiyo kila mtu anakuja na vibe yake yeye nyimbo alivyoisikia. Kuna mtu mwingine anakutukana, kuna mtu mwingine anasema wimbo mbaya, mwingine mzuri. Kwa hiyo inahitaji moyo sana kumwandikia kitu ambacho yeye hajataka umwandikie au kitu ambacho hakufikiria. Kwa muziki sio issue rahisi, madogo janja wakae chini watambue muziki sio issue rahisi. Okay. Kutokana na nafasi yako ndio utakufanya either ukue au shuke. Kuna wasanii tuliona wamepata nyimbo kubwa. Mzee msanii kama Nanilio Lord Music alipata wimbo wa kubali. Tukimwona katika generation Lord Music uwezo kumkosa miongoni mwa wasanii walikuwa na nyimbo kubwa. Imehit sana. Lakini kelele zinakuwa ni nyingi. Tukiangalia sasa Lord Music haipo katika ile standard ambayo tulikuwa tunaitegemea. Na actually ni kweli. Wasanii wanapata nyimbo lakini sasa maneno yanakuwa ni mengi, watu wengine wanakatisha tamaa. Kuna muda mwingine mtu sasa TikTok hataki tena kufanya wimbo wako paka umlipe. Afika mahali atakiwa sasa unaacha tantalilo unatakiwa utumie hela. Mimi nje tu Diamond akitoa wimbo kunipa budget mimi binafsi tunaweza nikagusa kwenye milioni 1.5, milioni 2, sometimes milioni kwenye hela yangu binafsi. Hiyo sio budget ya wimbo. Sio budget ya tajiri. Kuhakikisha mimi binafsi nimepush wimbo wangu nachukua na wachukue madogo utaenda na posta wale wa TikTok au utawalipa labda utawapa na ule 50,000 watataka chakula, kuna mwingine utataka nini, utabidi mwingine umfuate kama kina clam wale wakubwa utabidi sasa uweze kumpa 50,000 utampa labda 300,000 nauli nini. Tukao muombe anko na jambo langu, ma DJ itabidi uanze kuwacheki. Kwa hiyo itakuja issue tena ya gharama. Leo hii kuna watu wataleta beef kwa sababu Divoice ni msanii wa Diamond. Kwa watu piga wimbo wako kwa sababu wewe ni msanii wa Diamond. Kuna mtu mwingine hatopiga nyimbo yako kwa sababu wewe ni msanii wa Wasafi. Kuna mwingine hatojishoot kwa sababu wewe ni msanii wa wapi. Kwa hiyo inakuja sasa issue ya huko mbele madogo anatakiwa wa maintain status ambayo inahitaji gharama. Kwa hiyo wanachokipata waekeze katika kazi zao. Mungu atawabless yao. Okay. Hauna mashine hapo mwanangu? Hujabeba? Kuna swali. Nasema usimnakuaga na settings zenu nyinyi. Tukikupa hii nyingine uwezi. Na mashine yao. Ushapendwa. Kuna mtu anauliza uko single? Mimi niko single. Yuko single jamani. Niko single. Yuko single. Na meneja pia. Mimi sina mpenzi, sina msichana, sina mwanamke, niko single. Rudia kwa herufi kubwa. Bwana. Na uko tayari kwa mingo. Mna karatasi ya kuandika. Okay. Niko single, sina mpenzi. Sawa, haya amejibu jamani kwa niaba ya watu wote. Meneja tutakuja kuongea naye baadaye kidogo tu. Maana yake huku tunaona Geita wanaita huko jamani, mji wa dhahabu na vitu kama hivyo. DJ? D ni msanii mwepesi kufanya naye kazi, na wepesi wake uko maeneo gani, ama ni ngumu sana, inatakiwa akili kubwa sana ya kuweza kufanya naye kazi mnapokuwa stageini mpaka kazi iko vizuri? Kwa upande wangu naona ni mtu talented sana. Yaani ndo tunaanza, hatuna muda mrefu, ila ana kitu kikubwa sana. Kitu gani hicho kikubwa sana? Yaani kusuggest, yani kama tuende kwenye show, sababu tukaanza hivi na hivi na hivi na hivi, utakaloleta analipokea na anaongeza na vitu vyake vingine. Kwa sio shida. Maujanja mengi sana. Anakusikiliza DJ. Sio boss, kwa sababu yeye ni boss ndo akakupa kazi. Nisimamie hapa, basi anachosema yeye ni hicho. Kwa hiyo anashaurika. Anashaurika, tunapanga. Yaani mtu muelewa sana. Kuna show yoyote ambayo unaikumbuka labda kuna kitu mlikuwa mmepanga alafu hakikufanyika, lakini kwa sababu yeye umeshasema ni mtu ambaye yuko vizuri sana, akafanya jambo na watu tusijue, sisi mashabiki ambao tuko chini
kaendelea kuvibe tu? Tangu nimeingia tunaua tu. Kutoka Pekazi tumeenda Mbeya. Naua tu. Ni huko mauaji tu. Sasa unimkumbushe. Tulipanga tukienda Wasafi pale. Tupige mashine za singeli pale tufumue wakatuloga bwana. Yani yeye kila kichomeka mashine apige. Unajua nilikuwa nimemba kiclip, "Oh Mr. Kiunite baby" kile. Hakikuwa katika kile malengo. Yaani tulichokipanga kilikuwa ni tofauti. Kwa tukaambiwa kuna biti la singeli, je, utaweza kuimbia? Wakati tushatoka nyumbani tumepanga playlist yetu fresh, nimesua mapema njoo nyumbani tutapiga kukula ile issue ya The Switch walisema ukifika pale una perform singeli. Kwa ngataka kusema watoto lazima ni wakomeshe waonyesha kabisa talanta ile mtu kuja kuzipiga hapa mimi na nyonga. Kalogwa. Akashindwa kupiga. Swali langu liko hivi. Na juzi tumemwona Dogo nani huyo? Kashindwa kuperform, sauti sijui imekauka sijui nini. Ni kweli kuna hayo mambo ya kufanyiana mambo ya kishirikiana kina nyinyi kwa wasanii wa singeli? Hii ushindwe kuperform labda ushindwe kufanya kitu? Actually hiyo iko, lakini sasa mimi naamini sana kwenye kila mtu anachokiamini. Na wewe kutokea? Mimi hapana. Mimi ukinitafuta unijue vizuri kwa sababu mimi ninavyoongea nishakuwa ustazi, nikasalisha, nikanasomea watu dua, nikanatibia. Hapo unavyonigusa. Mimi sinakwambia kweli. Kama unabisha toka matatizo naacha muziki hapa, naacha show ya Shinyanga, naenda nakutibia. Kwa mimi nishakuwa ustazi, nikanasalisha, nimemaliza juzu 30, nikashindana mashindano ya juzu 20 nikashinda. Na maustazi kibao unavyozungumza na mimi nilifika watu nikiona mambo yangu yakae sawa, napiga simu nilete kitu fulani natanganya changanya mitambo inalipuka. Kwa mwenyewe una nani mwenyewe? Kwa huwezi mtu kukuloga. Yaani ukija uje na akili zako kutima. Asogei. La sivyo unaweza kashangaa umeanguka katikati ya watu, unaanza kupiga kelele unaelezea matatizo yako, umezalilika hapo, mimi nitakuwa situkua juu yako. Kwa hiyo naamini kwenye kitu ambacho kila mtu anakiamini. Mimi nilifundishwa zamani na ustazi wangu. Aliniuliza swali moja, akanambia kichwa kikikuuma unatumia nini? Nikamwambia natumia Panadol. Akanambia Panadol inatengenezwa na nini? Nikamwambia sijui. Akanambia kwa nini ukinywa unapona? Jibu likaja kwa sababu naamini nikinywa Panadol nitapona. Kwa hiyo mimi sijai kuamini kwenye masuala ya waganga binafsi. Yaani siamini mimi hata uchukue majina yangu hapo matatu. Mimi Dula sometimes anaweza katania, Dula anaweza kuonesha video zake yupo sijui kwa mganga. Akamwambia niliandika jina lako. Lakini naamini Mungu akisema apewe divorce, atapewa divorce. Mungu anasema inna Allah yarzuqu man tasha'u bi khairi hisab. Mungu anamruzuku anayemtaka pasipo kuangalia ni nani, wewe una cheo chako ni nini, Mungu anampa anayemtaka. Ndio maana hata kama nina maisha magumu au watoto na maisha magumu, lakini sisi wote tumekula, sisi wote tuna nguo, sisi wote tumenunua kila kitu. Japokuwa kuna watu wametuzidi riziki. Kwa hiyo juzi Dogo alinipigia simu yuko pale stage-ni, akanambia sauti imenikauka. Nikamwambia inawezekana kwa sababu umeimba sana. Sauti ya kuongea na ya kuimba ni vitu viwili tofauti. Mimi ninavyoongea na ninavyoimba ni tofauti. Kwa inawezekana sauti yako ya kuongea ikawepo, sauti yako ya kuimba ikawa imekauka. Sababu kuongea unatumia mdomo, kuimba unatumia koo. Kwa hiyo nikamwambia labda inawezekana kwa sababu umeimba sana koo likawa limechoka. Kwa hiyo utakiwa upate asali labda ndizi. Hata hizo tukiaga kuna muda unaweza kutoka na mzee Simba sauti kama imemkauka, lakini unakuta labda akapiga zake maasali manini akakupumzisha koo labda lisaa. Unapumzisha labda koo sasa ile sio kuongea sana wala uimbe ufanyaje, unapumzisha kutoka hapo kidogo sauti inajiboost. Kwa hiyo siamini sana kwenye masuala ya mtu kulogwa, lakini kwa anayeamini pia anaweza kaamini, lakini mimi sikuona kama eti ni swala la uchawi. Nilimwambia tu Dogo labda koo limechoka alipumzisha, sababu haiwezekani mtu akuloge juzi jana yake uperform sauti itoke. Inakuwa ngumu hiyo. Sijui ni mikataba yao inakuwa migumu sana akitaka kutoka kwenye lebo na nini. Sio, unanielewa vizuri? Uelewa wako katika kujiondoa katika lebo ni kitu gani ambacho umekizingatia na unaona hakiji kukutesa hata kama kesho ukiamua kwamba bwana leo mimi naamua kufanya kazi za muziki nikiwa mimi peke yangu pasipo kuwa na lebo ya WCB, unajiona uko salama? Kitu ambacho mimi nimejifunza kwa muda mchache, mimi sikuwahi kunoti ya mambo, mfano kama kina Harmonize kina Rayvanny wanatoka kwenye lebo, mimi sikuepo, lakini nimeangalia baadhi ya Mbosso actually Lava. Kwa kuna vitu nimevinoti na nimejifunza kuna vitu viwili ambavyo ni misunderstanding zinatokea, alafu kuna kitu kimoja ambacho hautakiwi kukikwepa. Ambacho ni? Narudi kwenye vitu ambavyo viwili, inakuja issue ya uelewa. Lengo linakuwa ni kufanikiwa, lakini inakuja issue ya kila mtu kutamani mafanikio yake kwa anga zake. Inatoka katika issue ya biashara, inarudi katika mtu kutamani mafanikio. Actually let's say mimi ni msanii, natamani Diamond aniekizee video ya shilingi milioni 50 ili mradi labda kama kuna washindani wangu, kama kuna watu nashindana nao, kama kuna watu na bato nao waone ukubwa wangu. Wakati huo Diamond ataona kwa project hiyo au kwa nafasi yako Divoice ya uingizi shilingi milioni 50 kwa mwezi, unaingiza shilingi milioni 30 au milioni 20. Kwa kibiashara inakuwa ni ngumu mtu kuwekeza ila ambayo anajua hautoirudisha.
Lakini msanii anaamini ili mradi nirudishe lazima niekezewe hiyo hela. Kwa lengo linakuwa ni wote mfike mahala. Unaelewa, lengo linakuwa ni wote mfike mahala. Lakini pia inafika stage kibinadamu tunakuwa tunaishi, lakini kuna muda mtu anatamani aone yeye nafasi ya ukubwa wake. Na kuna mtu anaamini kwamba mimi kwa nafasi nilokuwepo naweza nikafungua gang langu, nikawa na watu wangu, nikasaidia pia watu wengine. Kwa hiyo inatokana issue ya mtu sasa kuamua kwamba mimi kwa kipato changu nilichokuwa nacho au kwa nafasi tuloiti, hata mtoto like mimi nilikuwa nakaa nyumbani, nimekaa kwa bibi, nimekaa kwa mama, lakini kunafika stage sasa nikaona atakuwa nikapange. Nilianza kupanga chumba cha 80,000, nikapanga nyumba ya 4,500,000, sasa hivi nakaa nyumba 800,000. Shelewa, kwa kutokana na nafasi yangu kuna kipindi nitafika nitalipa kodi milioni 2, kwa kipindi nitafika nitalipa, kutokana na kila mtu nafasi yake ya ukuaji wake. Hiyo ni vitu ambavyo lazima tuvielewe. Kitu ambacho nataka kukikwepa ni kulipa. Yaani kitu ambacho nataka kukwepa ni kulipa kama mtafikua hamjafikia mwafaka mzuri. Kwa sababu utaenda kwa wanasheria, utaenda kwa wapi, lakini lengo litakuwa ni wewe kulipa. Kwa mimi kipindi ambacho nahakikisha kwamba nataka nitoke labda Wasafi, nikijangia kabisa mikataba ya Wasafi ndio wanavyonisimamia iko sawa kisheria na mimi niko sawa kisheria, lakini mimi binafsi nimeona natakiwa sana nikajitegemea kutokana na sababu zangu mimi binafsi. Kitu ambacho sitaki kukwepa ni kulipa. Yaani kulipa ni lazima kwa sababu tunafanya biashara. Sasa maneno yanakuwa mengi mitandaoni pale ambapo mtu anaona kuna vitu haviko sawa, lakini anataka kuescape kulipa, yani kwamba nitoke tu free. Ndio utata unaanzaga hapo. Sisemei kwamba mimi haitonikuta, lakini naelewa hiyo situation, lakini sasa mimi najitahidi kuelewa pande mbili. Anielekezaga boss akaniambia jitahidi kumuelewa mtu katika positive na negative. Hata kama kuna mtu alikupiga panga, mtafutie negative yake, mueleke katika negative, mueleke katika positive. Kwa nini alinipiga? Labda nilimkosea. Kwa mimi naelewa kwamba kwa nafasi ya mabosi imekaa kama vile mimi nimewekeza hela zangu, kuna hela hujarudisha. Na mkataba unavyosema atakao ulipe. Kwa bosi atakachosimamia yeye dogo atatakiwa afanyaje? Alipe. Utatukana, utachamba, utafanyaje? Mwisho siku katika wakati mgumu. Kwa mimi nitahakikisha bwana nataka kutoka Diamond. Diamond kaika shilingi ngapi? Labda anatakiwa nimlipe 1B au labda milioni 500. Nayo hiyo hela nampa, sina naambia bwana mimi na milioni 300 na milioni 200. Wengine kama hivyo labda anaweza kumfuata akapata bahati kama kina Mbosso, bwana blaza mimi nataka nitafute maisha yangu. Mzee ukashangaa tu kakublessi, kama kuna hela zake pia nyingine kakuachia. Kwa ni kitu ambacho hutaki kukikwepa. Lakini mimi binafsi sina huo mpango kwa sababu ndio kwanza nina miaka 2. Na mimi paka natoka pale Wasafi, Diamond nikazeeka. Na mimi natoka pale Diamond kastaafu muziki. Kwa hiyo mimi natoka mimi ndo Diamond. Yaani mimi natoka ndo Diamond wa miaka hii. Yaani ndo Diamond umri wake sasa ndo natoka Wasafi. Yaani ndo mkataba wangu naisha bwana Divoice. Unatoka Wasafi. Mimi ndo Diamond. Okay. Diamond ni wakina Mwinyi huko. Wanakuwa wakina Mwinyi huko, washazeeka, wana mashamba, wanakuwa hata watu wa muziki ni watu wenye mashamba wanakuwa. Watu sikia na mji wangu ndo watu wao. Rais wa Singeli. Naomba unipangie top 10 ya wasanii wa Singeli ambao unaamini watakuwa chini yako kuanzia namba 1 mpaka namba 5. Okay, wasanii wa Singeli wenye talent. Sasa mimi hapo nagusa kwenye talent. Kwenye talent, yani top ambao yani nipewe mzigo sasa hivi siwezi acha kuwasign. Wako chini yako sasa. Yani sasa unawachukua wasanii wa Singeli na wachukua kwamba kwenye Divoice label ambao na sasa napanga label yangu kama Shambulizi. Kuna dogo mmoja anaitwa Kiwanda. Anaimbaga. Huyo dogo ni mkali sana. Na msaini namba 1. Kwa dogo mmoja anaitwa Selemi Namba. Na msaini namba 2. Uzuri mimi nasikizaga sana wasanii wa Singeli. Selemi Namba na msaini namba 2. Tuna Singeli bahati mbaya Dakota mtu hatari, ni mkali sana, uandishi wake na upenda. Dakota pia ni mkali. Sikia sasa nikwambia ito nani yule? Stizo. Yule ana talent, ana topic kali namuona. By the way, Montadi nitamchukua. Donny Blaze naweza nikamchukua, huyo dogo anaitwa Donny Blaze, ni mkali, dogo wa Mbagala huko. Temeke pia naweza nikamchukua, na Temeke nao sasa hivi amezingua. Kuna madogo wengi sasa hivi wanafanya Singeli. Kuna wewe na Niliu Sergeant pia nitamchukua kama chini ataniruhusu, nitamchukua. Ukunyusa ndo nitasaini ama Kulumbembe. Nitamsaini Dula Makabila. Kulumbembe nani? Utamsaini kama nani? Si msanii wangu, nimkuze kitalent, nimsaidie. Dula Makabila? Dula Makabila namsaini. Ndio Kulumbembe huyo. Nimsaidie, ana chochote anachokifanya hapa nchini. Meja namsaini. Kama nani? Si msanii wangu wewe, sema tutachania nitasaini. Okay. Kisha namchukua Dogo Elisha. Kwa hapo nikiwa na hiyo timu, tafsiri yake Singeli nzima ninayo mimi. Uko nao chini. Wengine nawaachia wao. Kwa sababu kwenye perform ndo anaua 11. Bwana saini 11. 12 namsaini Toss. Tumalize meneja. Naam. Kijana wako yuko vizuri sana. Sasa ni umeona umemfunza kuongea Yeye namfundishaga mimi kuna. Hiyo talent. Hiyo ni talent. Ni talent. Acha kusimia beat utoke.
akakuzimia biti utoke. Sawa. Noma sana. Tuambie kuhusiana na show ya leo na maandalizi kwa ujumla na watu wategemee nini? Kikubwa sisi tushafika hapa, tupo hapa toka jana. Tunamshukuru Mungu tumeamka salama. Tuna nguvu ya kutosha. Divoice ni msanii mzuri. Performance zake pia ni nzuri. Kwa cha msingi watu wajitokeze kwa wingi waje kutusupport. Sisi bila wao sisi. Ndio tupo hapo ili nao pia waweze kufurahia ambacho sisi tunacho. Sio kila siku tunasikia bwana hiki kile kweli. Kwa maneno tayari mshamsikia. Kila kitu tumekisikia. Anazungumza hapa kweli. Hapo pale sasa. Ili uweze kuona kweli basi fika pale leo mapema sana. Tuko pale. Easy, panaitwa Easy Piano. Yes, kiingilio ni buku 10 tu. Njoo zako mpaka pale mlangoni basi utaenjoy. Leo tupo mpaka pakuche hapa. Paka pakuche au sio? Yani lengo letu sisi hapa ni kwenye kila sehemu tunatia mguu. Basi tufanye performance hakika hata masaa 6-7. Yani mkizuba hata masaa 12. Watu wanaamrishwa tu. Mkizuba hata masaa 12 mtaenda mbele wengine wakizuba wengine mpaka ataomba tuongoza kazi pale. Haya, waamrishe basi tumalizane na wewe. Na hapo kwenye kuamrisha nataka kuna wasanii wa Shinyanga wanasema na wenyewe kwenye singeli wako vizuri. Kwamba leo utawapa na wewe nafasi ya kuperform pamoja na wewe. Uzuri kama kuna wasanii au kama kuna mtu yuko live naomba manager ataje namba yake aandike. Mfano mimi sasa hivi natoka hapa naenda kwenye na activity kama 3 tu, baada hapo nakuwa niko pale hotelini. Kwa kama kuna wasanii wa Shinyanga wasingeli manager apigie simu aje pale tulipofikia pale ni hoteli kubwa sio nini pale ni apartment ni kubwa. Kuna seble kama kuna producer aje na vifaa kitu kiwake watoto wamiminike. Tusimamiane inawezekana wengine tusipate bahati kufanyia lakini tukasimamiana bwana ukifanya hiki na hiki singeli zinapigwa hivi na hivi na hivi weka hiki na hiki na hiki mtambo unaondoka baba. Ma clip tutapiga kwa manager kama na namba yake. Mimi nikimaliza hapo kuongea cheki. Lakini by the way mimi niseme tu asante sana watu wa Shinyanga. Ningependa sana kuwashukuru uongozi wangu wa WCB Wasafi, lakini pia nisingeacha kuwashukuru sponsors wetu Mandaz Store, wauzaji na wakopeshaji wa simu nchi nzima. Lakini pia kinywaji chetu kikubwa The Smart Gin ambao wametuletea kinywaji tumetoka nacho kuanzia Dar es Salaam mpaka hapa. Na Kiseke Residence Kiseke nini mu Serenity Residence wapo Mwanza wazee wananiliu wa apartment. Lakini pia mwisho ningependa sana nimshukuru japokuwa kuwepo, lakini nataka kumshukuru sana Mzee Jambo respect sana kwake. Kwa mkoani kuwa na radio kama hii mzee ni titi. Kuwa na radio kama hii ni titi kwa mkoani, vifaa the way frequency ana radio kubwa na vinywaji kama hivyo nimesikia hapa sijui ana pipi. Bwana shout out sana kwako mzee, mimi nikiwa mkubwa atakaniwe kama yeye sana. Mimi maiza pale Easy Piano kwanza pale kwa sababu mnafanya sound check afike pale sisi tupo pale. Tutaangalia baadhi ya vijana kama 5 hivi tutawapa nafasi za kufungua show mapema wengine bwana, kwa sababu kusema waje mpaka kwa msanii leo na tuna show mambo ni mengi tutaongopeana ile kwa kuweka sasa kwanza waje pale 5 alafu kwa kupitia pale tutajua bwana kuna 1 2 3 tutafanya nini basi au sio. Namba zangu za simu ni 0682 69 34 na au sio ni 0682 69 34 sawa.